Kabla ajali haijatokea, kabla maisha yako hayajabadilika ghafla na kuwa mabaya, kuna vita vikali kwenye ulimwengu wa kiroho. Matukio hatari huanza kwenye ulimwengu wa kiroho kabla hayajaonekana kwenye ulimwengu wa kimwili. Kwa siku ya leo, tutakwenda kuangalia nafasi ya Roho Mtakatifu katika kuyazuia matukio hatari. Kabla tujaendelea na somo letu la leo, jambo unalotakiwa kulifanya ni kulike video hii, kisha kukaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Lakini pia kama ndo mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado huja subscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Kwa kufanya hivyo, utakuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaangalie nafasi ya Roho Mtakatifu katika kuyazuia matukio. Ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 16 na mstari wa 13, imeandikwa nukuu, lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hatanena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Tunaanza kuona Roho Mtakatifu hutupasha habari ya mambo yatakayokuja. Kabla jambo lolote halijatokea kwenye ulimwengu wa kimwili, Roho Mtakatifu huanza kutupasha. Roho Mtakatifu huanza kukufunulia mambo yatakayotokea. Roho Mtakatifu anaweza kufunulia kwa njia ya ndoto, kwa njia ya maono, kwa njia mbalimbali. Roho Mtakatifu anaweza kufunulia matukio kabla hayajatokea. Kwa hiyo unaweza kala Roho Mtakatifu akakuonyesha kabla jambo baya halijatokea. Roho Mtakatifu anaweza akakufunulia jambo hilo kabla halijatokea. Ndio maana la Mungu lasema kwenye kitabu cha Yohana sura ya 16 na mstari wa 13, lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Manake Roho Mtakatifu anakuongoza kwanza akutie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena. Roho Mtakatifu kila jambo atakayolisikia atakupasha habari. Biblia anasema na mambo yajayo atawapasha habari yake. Roho Mtakatifu anakupasha habari ya mambo yajayo kabla jambo halijatokea kwenye ulimwengu wa kimwili. Roho Mtakatifu anaanza kukupasha. Roho Mtakatifu anaanza kufahamisha kabla ajali haijatokea. Roho Mtakatifu anaanza kuanza kufahamisha hiyo ajali. Kuna jambo unaweza kuota ndoto mbaya, ukaota ndoto mbaya, anakuwa anakufahamisha kabla hilo jambo halijatokea. Kwa hiyo Roho Mtakatifu huleta ndani ya moyo mzigo wa ghafla. Utashangaa ndani yako unapata mzigo wa ghafla, hofu isiyo ya kawaida au msukumo wa kuomba ndani yako kabla tukio halijatokea. Ndani yako unaanza kupata mzigo, unasikia kuna mzigo wa maombi, unasikia ndani mwako kuomba, yani unasikia kuna mzigo wa maombi mpaka unajiuliza hii hali inakuwaje? Ndani yako unaanza kupata mzigo wa maombi, unapata mzigo wa maombi. Kwa hiyo ukisoma Biblia utaona Mungu alimfunulia Farao njaa kabla haijatokea, ikazuia maafa makubwa, akazuia maafa makubwa. Kwa hiyo ukisoma Biblia kwenye kitabu cha Mwanzo 41 utaona Mungu alimfunulia Farao njaa kabla haijatokea. Alimfunulia kutakuwa kuna njaa kabla haijatokea, na akatafuta Yusufu akafasiri ile ndoto na akaonyesha hekima ya kuizuia ile njaa. Kwa hiyo tunaanza kuona Roho Mtakatifu hufunua matukio kabla haijatokea. Kazi ya Roho Mtakatifu, anatupasha habari, anaweza akatumia njia ya ndoto na kadhalika. Lakini namba 2, Roho Mtakatifu hutoa onyo kabla ya hatari. Siku zote Roho Mtakatifu hutoa onyo kabla ya hatari. Roho Mtakatifu anakuwa anakupa onyo kabla ya hatari haijatokea. Anaanza kukupa onyo kabla ile hatari haijatokea, anaanza kukupa onyo. Dalili za onyo la Roho Mtakatifu, dalili zinazoonyesha Roho Mtakatifu anakuonya. Ukiziona dalili hizi, basi tambua Roho Mtakatifu anakuonya. Dalili ya kwanza, kukosa amani ghafla. Unashangaa ndani yako unakosa amani ghafla. Ulikuwa unataka kufanya jambo fulani, ghafla unaanza kukosa amani juu ya jambo hilo. Ulikuwa unataka kusafiri, ghafla unakosa amani. Roho Mtakatifu anakuwa anakupa onyo. Ulikuwa unataka kuchukua maamuzi fulani, Roho Mtakatifu anaanza kukupa, unasikia ghafla ndani yako unakosa amani. Tambua Roho Mtakatifu anakupa onyo. Lakini pia kufungwa moyo katika kufanya maamuzi. Unashangaa moyo wako unakuwa mzito. Ukitaka kufanya maamuzi fulani, moyo wako unakuwa mzito. Roho Mtakatifu anajua ukichukua maamuzi haya kuna jambo baya litatokea. Ukifanya jambo hili kuna jambo baya litatokea. Kwa hiyo unaanza kusikia ndani yako kuna mzigo wa hatari.
Lakini pia kukumbushwa maandiko fulani mara kwa mara. Unashangaa tu kuna andiko linakuja, umetulia, kuna andiko linakuja tu mara kwa mara. Ukisoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8 na mstari wa 14 imeandikwa, kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Namba 3, nafasi ya Roho Mtakatifu katika kuzuia matukio hatari. Namba 3, Roho Mtakatifu huamsha maombi mapema. Kuna maombi huja si kwa akili bali kwa mzigo wa rohoni. Haya ni maombi yanayozuia matukio. Kwa Roho Mtakatifu anakuwa anaamsha mzigo wa maombi, anaamsha mzigo wa maombi ndani yako. Unakuwa unahisi kuna mzigo mzito wa maombi. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8 na mstari wa 26 imeandikwa nukuu, kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkika. Kwa hiyo Roho Mtakatifu huamsha maombi, anaamsha ndani yako maombi, mzigo wa maombi. Unajisikia kuomba ndani yako, kuna mzigo wa maombi. Kwa hiyo mtu anaweza kuamka usiku na mzigo mzito wa kuomba bila kujua kwa nini. Unaweza ukashangaa tu usiku wa manane umeamka, ndani yako unasikia kuna mzigo mzito wa kuomba, ndani yako unasikia, yani mpaka mwenyewe unashangaa, huu mzigo mzito wa maombi inakuwa ndani moyo wako, unaona uko mzito, una mzigo wa kuomba. Ni ishara Roho Mtakatifu anazuia mabaya kabla hayajatokea. Lakini namba 4, Roho Mtakatifu, nafasi ya Roho Mtakatifu katika kuzuia matukio hatari kabla hayajatokea. Roho Mtakatifu huzuia maamuzi mabaya. Matukio mengi mabaya huchochewa na uamuzi mmoja mbaya. Siku zote matukio yote mabaya huchochewa na maamuzi mabaya. Kwa Roho Mtakatifu anakuwa anakuzuia maamuzi mabaya. Ukitaka kufanya maamuzi fulani mabaya, unasikia ndani yako Roho Mtakatifu anakuzuia, yani unaona unajisikia unakosa amani. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakuwa anakuzuia kufanya maamuzi mabaya, kwa sababu matukio mabaya mengi husababishwa na maamuzi mabaya. Kwa hiyo matukio mabaya husababishwa pia na maamuzi mabaya. Kwa hiyo Roho Mtakatifu huzuia maamuzi mabaya. Ukisoma kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 2 na mstari wa 13 imeandikwa, kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu kutaka kwenu na kutenda kwenu kwa kulitimiza kusudi lake jema. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakutaka kufanya maamuzi mabaya, unasikia moyo wako unauma, unajisikia vibaya kabisa, unajisikia kuna kitu, yani unajiona unajisikia ndani yako vibaya. Mfano, kukosa ghafla hamu ya kusafiri huashiria kuna jambo baya linatokea. Unataka labda kusafiri, unashangaa ghafla unajisikia vibaya, ghafla unakosa amani ya safari hiyo, na ukilazimisha unashangaa kuna jambo baya linatokea. Kwa hiyo Roho Mtakatifu huzuia maamuzi mabaya. Lakini nafasi ya 5 ya Roho Mtakatifu katika kuzuia matukio hatari kabla hajatokea, Roho Mtakatifu huzuia mashambulizi ya adui. Siku zote adui hushambulia kwanza rohoni kabla ya mwilini. Siku zote adui anaanza kushambulia kwanza rohoni kabla ya kushambulia mwilini. Adui anaanza kwanza kushambulia rohoni kabla ya kushambulia mwilini. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakuwa anazuia mashambulizi ya adui, kwa sababu adui anaanza kwanza rohoni, akikweza rohoni anakuja mwilini. Kwa hiyo kazi ya Roho Mtakatifu anaanza kuyazuia yale mashambulizi ya adui zako. Ukisoma kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 na mstari wa 4 imeandikwa, ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, nanyi mmewashinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Aliye ndani yetu, Roho Mtakatifu aliye ndani yetu ni mkubwa kuliko yeye aliyo katika dunia, kuliko mashetani, kuliko majini. Mungu wetu ni mkubwa kuliko mashetani. Mungu wetu ni mkubwa kuliko majini. Mungu wetu ni mkubwa zaidi ya Mungu wetu ni mkubwa sana. Ndio neno la Mungu lasema, ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, nanyi mmewashinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Maanake aliye ndani yetu ni mkubwa kuliko yeye kuliko yale katika dunia. Ukisoma pia kitabu cha Isaya 54 mstari wa 17 inaandikwa, kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Kwa nini haitafanikiwa? Roho Mtakatifu anakuwa anazuia mashambulizi ya adui. Kwa hiyo Roho Mtakatifu huondoa watu hatari njiani na kufunga milango ambayo inaleta maangamizi. Kazi ya Roho Mtakatifu anakuwa anazuia kila mashambulizi ya adui. Lakini nafasi ya 6, Roho Mtakatifu hutuongoza katika kweli. Matukio mengi mabaya hutokea kwa sababu ya kutokutembea
katika kweli. Kwa kazi ya Roho Mtakatifu, anakuwa anatuongoza katika kweli yote. Roho Mtakatifu anakuwa anatuongoza katika kweli yote, kwa sababu ukitembea katika kweli yote, mabaya hayatakupata. Kwa kazi ya Roho Mtakatifu, anakuwa anatuongoza katika kweli yote, anahakikisha tunatembea katika kweli yote, anahakikisha tunayafanya yaliyo kweli yote. Ndio maana kusoma kitabu cha Yohana sura ya 8 na mstari wa 32 imeandikwa, tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Lakini nafasi ya 7 ya Roho Mtakatifu katika kuzuia matukio hatari, Roho Mtakatifu tumesema Roho Mtakatifu hutuongoza katika kweli yote. Sasa nini kifanyike ili Roho Mtakatifu afanye kazi ya kuzuia matukio? Jambo gani ambalo linatakiwa kufanyika ili Roho Mtakatifu afanye kazi ya kuzuia matukio? Namba 1, kuishi maisha ya usikivu. Ishi maisha ya kumsikia Mungu anasema nini, Mungu anataka nini, Mungu anakuambia ufanye nini. Ishi maisha ya usikivu. Lakini jambo la pili, tembea katika maisha ya utakatifu. Ili Roho Mtakatifu aweze kuzuia matukio kabla hajatokea, tembea katika maisha ya utakatifu. Ishi maisha ya utakatifu, yaani tembea katika maisha ya utakatifu. Hii itakusaidia Roho Mtakatifu aweze kuzuia matukio hatari kabla hayajatokea. Ishi maisha ya utakatifu. Ndio maana ukisoma kitabu cha Efeso sura ya 4 na mstari wa 30 imeandikwa, wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu. Manake ukitembea katika maisha ya utakatifu hautamhuzunisha Roho Mtakatifu. Lakini jambo la tatu, kuishi maisha ya maombi ya mara kwa mara. Ndio maana Mungu anasema ombeni bila kukoma. Kwa hiyo ishi maisha ya maombi mara kwa mara. Hii itasaidia Roho Mtakatifu awe anakufunulia matukio kabla hajatokea. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, naomba ucomment chini, nimejifunza zaidi. Lakini pia Mungu akubariki wewe utaketumia muda wako kushare link ya video hii kwa ndugu, jamaa na marafiki. Mungu akafungue milango ya baraka yako katika jina la Yesu. Nakupenda sana. Nikutakie wakati mwema.